Salim, assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa barakati. Kaifa? Uko vizuri? Niko vizuri. Bana, tumekuwa umekuja hapa kushuhudia wazee wakiwa wanafanya jambo lao na msisitizo umeendelea kuwa ni ule ule. Yani Yanga hamchezi. Hii imekaje? Hii imekaa jambo moja. Mchezo 184 ulishaisha tangu tarehe 8 Machi. Na huo ndio ulikopo ni msimamo wa klabu na ni msimamo ambao watu ambao wapenda mpira. Simba walikimbia tarehe 8 Machi. Wakategemea kuwa Yanga watakimbiza. Hiyo haipo. Ndio maana tukasema wenye mamlaka waliamua kualisha mechi kwa kushirikiana na hao watu kwa sababu walikuwa hawana hoja za msingi mbele ya dunia na mbele ya kikanuni. Ndio maana tukasema walilalamika kuwa kuzuiliwa kwao ndio kusababisha wasicheze mechi. Lakini bodi ya ligi walialisha mechi sio kwa sababu ya kuzuiliwa kwa Simba, kwa sababu ambazo hazipo kiwalisia. Kwa sababu afande Mlilo baada ya tarehe 8 tarehe 9 afande Mlilo alipigiwa simu kuhusu usalama. Afande Mlilo akahakikishia watu wa Dar es Salaam kabisa kwa usalama upo, hamna uvunjifu wa amani wowote. Kwa tafsiri haraka bodi ya ligi wanadanganya umma. Ikafika mbali mwenyekiti wa kamanda ya mkoa wa Kitemeke watakukulu chombo kimoja cha habari tuwape credit yao Crown FM wakamuoja akampigia simu. Kuna sababu eti kuna viashiria vya rushwa kualisha kwa hiyo mechi. Akasema hakuna. Kwa sababu za bodi ya ligi zilikuwepo sababu ni za uongo. Kwa Simba walipeleka mashtaka, wao kuhukumu kwa shtaka ile la Simba, wameamua mashtaka yao mapya. Ndio maana tukauliza ni watu gani ambao walalamika kusema kuna viashiria vya rushwa na uvunjifu wa amani, wakati ambao nasimamia wamesema hakuna hivyo vitu. Lakini juzi nimemsikia msemaji wa bodi ya ligi Boimanda anasema sababu za uchunguzi sio za wao wenye mamlaka, si ndio? Yeye bodi ya ligi anasema sio za wao, lakini wao walisha mechi walitaja sababu. Lakini jambo la msingi nielewe. Kama ambao sababu za kufanya uchunguzi wenyewe wanasema hakuna hizo sababu, hakuna hivyo vitu, maana yake msemaji wa bodi ya ligi Boimanda amedanganya umma, kwa sababu huku kamanda wa mkoa wa Dar es Salaam anasema palikuwepo hakuna viashiria vyovyote, hakuna hilo jambo. TAKUKURU anasema hakuna hilo jambo. Yeye anasema eti uchunguzi unaendelea. Uchunguzi unaendelea wapi ambao vyombo vya uchunguzi wamekataa hilo jambo? Ndio maana tukasema huu ni utoto. Na hili jambo linaenda pazuri. Na mimi nimesema leo wazee wametoa na mratibu wa mkoa wametoa mwelekeo juu ya hili jambo. Tumeomba wenye mamlaka. Na hii sasa kuna ndugu zetu wanataka kukimbia mamlaka. Tuliomba serikali ukisoma kanuni na sheria. Ukisoma kanuni namba 12/1969 walianzisha chama cha BMT na marekebisho yake, ukasoma marekebisho kanuni ya kanuni namba 6/1971 wanasema wenye mamlaka kusimamia michezo ni BMT. Unaelewa? Kwa michezo yote. Sawa. Angalia katoto. Wenye mamlaka kusimamia michezo ni nani? Ni BMT. Kwa mujibu wa sheria, BMT kazi yake maana yake ni serikali. Kwa vyombo vyote ambavyo unajua wewe, vyombo vyote. Si YouTube ya chama cha ngumi, si chama cha soka, si chama cha kuogelea, hawa watu wote wako chini ya BMT ambao ndio serikali. Serikali mwaka huu Profesa Palamagamba Kabudi amekifungia chama cha ngumi. Chama cha ngumi, si ndio? Au mimi nimekosea? Chama cha ngumi cha chini cha cha upepo Paleso, si ndio? Sasa alifungia chama cha kulipwa cha ngumi. Chama cha ngumi duniani wanasema serikali siingilie mambo ya michezo, lakini kama chama cha ngumi imefungiwa. Kwa tafsiri maana yake serikali inaweza kuingilia mambo ya michezo, vyama vya michezo. Au mimi nakosea? Malinzi alishtakiwa akaenda mpaka jela. Mpira ulifungiwa. Kuna hili jambo anasema usiingilie mambo ya michezo, lakini jambo kubwa kuliko lote ni sababu zipi ambazo za kualisha hiyo Kwa sababu hizo ambazo zitoa duniani hazina mantiki yoyote. Ndio maana nikasema mchezo 184 hawa watu walitukimbia kushirikiana na watu wachache ambao wenye mamlaka. Ndio maana sisi tumesema wenye mamlaka. Kwa sababu mmeshindwa kutafsiri kanuni na sheria, kujiongeza wenyewe.
tunaomba mjiuzuru kwa manufaa ya mpira wa nchi. Hawataki. Yaani kama leo unampa mfano mzuri kama leo. Yaani kama leo wewe mtu mwenye nyumba unamfanya kazi ambao umemwajiri. Unamwambia mfanyakazi kulingana umefanya hapa kazi siku nyingi, sasa ondoka. Mfanyakazi hataka kuondoka, ndio hii. Kwa sababu bodi ya ligi ni wasimamizi wenye mpira wao, maana yake ni vilabu. Vilabu wanakuambia ondoka, utaki. Haina tofauti na mfanyakazi ambao anakuambia mfanyakazi ambao yuko ndani ya nyumba. Mwenye nyumba anamwambia mfanyakazi ondoka, hataki. Uliona wapi duniani? Sasa mwalimu, swali langu linakuja kwamba nyinyi mnataka mtu aondoke au mnataka mjibiwe mnachokidai? Jambo la kwanza, tulizungumza mambo matatu, inawezekana hujui. Jambo la kwanza tulisema bodi ya ligi na zile kamati zao wajiuzuru. Jambo la pili ni pointi 3. Jambo la tatu ni gharama. Hiyo ni barua ambayo tumeandika tarehe 9 Machi. Wao ukisema watu wajiuzuru ndo mcheza, tumetaja mahitaji matatu kwenye barua yetu na nyinyi mlipata waandishi wa habari. Yes. Yeye ndio mahitaji ya msingi ya Yanga. Kwa mahitaji moja hapo msingi manake waondoke. Jambo la pili hapo pointi 3, hao ndio mahitaji. So mtu tumesema tuondoke mfumo ambao uondolewe. Haiwezekani dabi duniani, dabi zote duniani. Dabi ni nchi 16 Afrika walikuwa wanaonesha. Nchi 16. 16 walipewa mamlaka kuonesha katika nchi kwao. Tuambie ni gharama kiasi gani ambayo wamepoteza kama nchi. Gharama kiasi gani ambayo wamepoteza kama mdhamini wa kuonesha matangazo. Unaelewa? Lakini jambo kubwa, dabi hii imekusanya watu kutoka mikoa mbalimbali lakini na nchi mbalimbali. Walikuja kwa ajili ya dabi. Hawa watu unarudishaje hizo gharama? Yaani unailisha kiuni tu, alafu watu wenye maarifa tukuache? Hapana. Ondoka kwa manufaa ya mpira wa nchi. Ndio maana tukasema inawezekana bodi ya ligi kuna mtu yuko nyuma ambaye alifanya influence ya kualisha hiyo mechi. Ndio maana baada ya tatizo hili lote ambalo limetokea, tunahitaji kutumbua kiini cha jipu. Hatutaki kutoa ya juu. Ndani kuna kiini ambazo ukiangalia kwa jicho la mbali unaona kuna kiini. Tukishatoa kiini maana yake patapona mpira wa nchi. Na hili nakwambia inawezekana siku 10. Hizi siku 10 ni siku za kufanya mabadiliko ya mfumo ya mpira katika nchi. Na hii itawezekana. Tushatoa tamka. Mwalimu. Naam. Hata hizi siku 10 wakisema wajiuzuru hazitutoshi, kwa sababu sisi ili tumfunge Dunduka vizuri tunahitaji maandalizi yasiyopungua wiki 2 au 3, kwa sababu zile goli alizozikimbia, zile goli 6 za tarehe 8 mwezi wa 3 ziko pale pale. Sasa usijua akajiuzuru tarehe 10 bado siku 5 alafu akategemea sisi tutaingiza timu. Hilo sahau. Au nakosea mwalimu? Yuko sahihi mzee. Nimetoka Geita. Baada ya kuambiwa mechi ipo. Nimekuja kulala kwa brother wangu. Sasa baada ya kumaliza hapo, manake huo ndio uhalisia. Lakini jambo kubwa, na nyinyi waandishi wa habari mtusaidie. Bodi ya ligi mnavyoangalia ina sura kitaifa. Bodi ya ligi unavyoangalia iko huru. Hayo ni maswali ya kujiuliza. Na jiulize bodi ya ligi yetu sisi ambayo iko ilivyo. Na duniani ndio inakuwa bodi ya ligi design kama hii. Ukishajiuliza hivyo vitu utapata majibu. Haipowezekani kwa sababu bodi ya ligi inatakiwa iwe huru. Hili wasimamie michezo yake. Bodi ya ligi wana michezo yao ambao kusimamia. Ligi ambayo NBC, ligi ya wanawake, ligi ya vijana. Si unaelewa sijui? Hiyo ni michezo ambayo nimesema ligi daraja la kwanza ambao ni michezo yake. Bodi ya ligi ndio wasimamizi. Unanielewa? Hili we huru maana yake hawa wasifungane na pande yoyote. Ili waweze kuwa huru. Si unanielewa? Sasa tujiulize. Ukiangalia muundo wa bodi ya ligi hawaingiliana na shirikisho. Sifahamu. Na? Mimi sifahamu. General Secretary wa bodi ya ligi ni nani? General Secretary? Yes. Mwalimu unawajua lakini unaniuliza mwalimu. No. Mimi nakuuliza kwa sababu hapa tuwatengeneza uwanda wa maarifa. General Secretary wa bodi ya ligi ndio katibu mkuu wa TFF. Ndio, inajulikana. Unaelewa? Mwenyekiti wa bodi ya ligi ndio makamu wa pili wa TFF. Je, hii maana yake inakuwa ni bodi ya ligi huru au bodi ya ligi ya TFF? Bodi ya ligi ya TFF. Kwa sababu duniani hakuna bodi ya ligi namna hiyo. Kwa hawa watu wanafungana sehemu hizi zote.
Kwa hiyo haiwezi kuwa huru. Hata kama kuna jambo la TFF kuja kule bodi ya ligi ambao linatakiwa lijadiliwe, hawezi kujadili kwa upana, kwa sababu hao ni miongoni mwa watu ambao wako ndani ya shirikisho. Wakiwa huru, likitoka jambo la TFF hawa wanaweza kujadili kwa uhuru. Si unanielewa? Jambo ambalo la kiutendaji linatakiwa labda bodi ya ligi na jambo lao kwenda kwa TFF, ambao mtendaji mkuu wa TFF ndio general secretary wa bodi ya ligi. Hilo jambo maana yake tafadhali anaweza akalikataa kwa sababu ana influence. Unanielewa? Ndio tunasema muundo wa bodi ya ligi. Wewe umeona uko huru? Unataka kuniambia mwalimu, kutokana na hicho ulichokieleza pia linahusiana na haya mambo ambayo yanaendelea sasa hivi? No. Ukizungumza wale wanne wa juu, wanne wa juu, wawili watoka TFF. General secretary na mwenyekiti. Hawa wawili Almasi Kasongo ambao ni sio mtendaji ambao ameajiriwa, ambao na Idrisa Nassor ambao makamu. Huyu Idrisa Nassor ndo anatoka huku, ana nafasi, lakini huyu ambaye ameajiriwa maana yake ni mtendaji. Kwa tafsiri ya haraka, hao wawili wanatoka huko. Je, hawana msukumo ambao wakuja kuelisha huko? Unanielewa sijui? Hiyo ndio hoja ya msingi. Watu wakisema iwe huru, hata ilivyoanzishwa hii kamati ya bodi ya ligi 2008 walianzisha kwa sababu wanataka bodi iwe huru, isifungana na pande, wajadili mambo yao. Hii leo jambo hili limekuja, unaonekana kuna vinasaba upande wa pili, na hilo wametengeneza wenyewe. Nani atamvisha paka kengele? Sasa hivi ndio maana mmeona kwamba serikali ingilie kati. No. Hapa si serikali wenyewe wamesema hili jambo hawana la kupanga, hilo hawana, wanamwachia nani? Wanamwachia mwenye mpira wake, ambao msimamizi wa mpira ni nani? Ni bodi ya ligi. Kwa sisi maana tunadili na bodi, lakini nasema serikali hao walikuja, waliwaita hivi vilabu, waliita bodi ya ligi, TFF na Yanga na Simba. Ongo kweli? Au mimi nimekosea? Sahihi. Wameona jambo shafika mwisho gumu, wamewapa mzigo nani? Bodi ya ligi na TFF. Ndio maana tukasema mwenye mamlaka mpira wa michezo katika nchi ni nani? Serikali. Serikali sikae pembeni katika jambo hili. Wao ndio wameanzisha TFF. TFF imeanzishwa 2004, 2006 na wamepata katiba ya kufanya kazi. Unaelewa? Hiyo katiba yao imepitishwa na serikali na BMT. Kwa serikali wasikwepe hili jambo. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.